Wewe mwenyewe fanya utafiti saizi, nenda tafuta nyumba ya kulala. Huwezi kuona nyumba ya kulala ipo ambayo iko wazi, yaani haina wateja, guest zote zishajaa. Hii inathibitisha kauli ya mgeni njoo mwenyeji apone. Basi kwa hakika wakazi wa Njombe wameanza kuona neema baada ya kupokea ugeni wa watu zaidi ya 5,000 kwa mkupuo kwa mara ya kwanza. Sisi katika uwekezaji wetu kwenye guest house hatujafikia malengo ya mahitaji ya wateja, lakini hii ni fursa ambayo kwetu imekuja katika sura ya changamoto, fursa katika sura ya changamoto ya kujifunza. Ayo TV tumezunguka kwenye baadhi ya maeneo katika mji wa Njombe na kushuhudia pilika zikiendelea bila wasiwasi, huku baadhi ya wakazi wa Njombe akiwemo Eliud Mgeni ambaye ni mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara halmashauri ya mji wa Njombe akibainisha kuwa mpaka sasa hakuna nyumba ya kulala wageni ambayo iko wazi, ikiwa zimebaki takribani wiki 2 kuelekea sherehe za Mei Mosi, jambo ambalo linawafanya kuona fursa ya uwekezaji wa hoteli. Mei Mosi ishaanza, bado tu tukio rasmi, lakini Mei Mosi ishaanza, kwa sababu nikupe tu ushahidi, mimi nishaona wageni hapa washafika, na kwa kukuthibitishia hilo, wewe mwenyewe fanya utafiti saizi, nenda tafuta nyumba ya kulala. Huwezi kuona nyumba ya kulala ipo ambayo iko wazi, yaani haina wateja, guest zote zishajaa na wageni wanaendelea kupata huduma hapa, wale ambao tayari wameshafika mapema kwa ajili ya kujiandaa na Mei Mosi, kwa maana ya vyakula, watu wanafanya biashara, guest zishajaa tayari nyumba za kulala. Sisi katika uwekezaji wetu kwenye guest house hatujafikia malengo ya mahitaji ya wateja, lakini hii ni fursa ambayo kwetu imekuja katika sura ya changamoto, fursa katika sura ya changamoto ya kujifunza ama kuona kama kuna namna ya uwekezaji zaidi, ili wakati mwingine ikitokea tusikose fursa ya kuwalaza wageni wote, kwa sababu ni imani yangu wateja wengine hapa watakosa nafasi, watalala Makambako. Kwa hiyo kwetu sisi ni fursa, inatupa morali, inatupa hamasa kuendelea kufanya uwekezaji zaidi. Lakini ni rai yangu kwa wafanyabiashara, kupitia ugeni huu wa Mei Mosi, tuonyeshe ubunifu wetu katika utoaji wa huduma. Tuonyeshe ubunifu wetu na tuonyeshe nidhamu pia ya kibiashara katika utoaji wa huduma, kwa sababu wageni wakija wanajifunza mambo mengi. Moja ya mambo wanajifunza ni sisi wenyeji tumeikaeje. Kwa hiyo wasiondoke wakatuachia aibu hapa kwamba hatukufanya vizuri kwenye maeneo hayo. Ni rai yangu kwamba wafanyabiashara tujiandae kikamilifu katika eneo hilo la ubunifu wa utoaji wa huduma, lakini pia mazingira, kuhakikisha kwamba yanakuwa bora na salama kwa wageni wetu. Biashara ambazo zinaguswa moja kwa moja kupitia tukio hili la Mei Mosi ni biashara za vyakula, yaani nazungumzia migahawa na hoteli, lakini zaidi sana malazi, kwa sababu unakuja kwenye Mei Mosi, swali la kwanza utalala wapi? Utakuwa wapi? Ndo swali la msingi, kwamba ili uje Mei Mosi lazima upate malazi, unalala wapi? Hiyo ni hoja kubwa. Kwa hiyo kimsingi, yani sekta hizi mbili zinaenda kunufaika moja kwa moja na Mei Mosi: hoteli, migahawa pamoja na malazi, yani guest house. Kwanza ningependa kushukuru uongozi mzima wa wafanyakazi, lakini pia kushukuru wizara zinazohusika, lakini pamoja na rais kuitikia wito wa kuja kufanyia Mei Mosi mkoa wa Njombe, kwa sababu mimi naamini kabisa kwamba huu ugeni ni mkubwa na ni ugeni mzito wa kitaifa. Kuwa na wageni zaidi ya 5,000 sio kitu kidogo. Kwa hiyo kwetu sisi kama wafanyabiashara tunapata fursa mbalimbali ambazo zitatusaidia katika ukuzaji wa uchumi wetu. Kwanza ni kwa watu wa malazi, kwa sababu hiyo ni fursa kubwa sana. Hao watu 5,000 watahitaji mahali pazuri pa kulala. Kwa hiyo naamini kwamba wamiliki wa mahoteli, lodge na guest ni wakati mwafaka wao kujiandaa ili kutumia fursa hii vizuri sana kwa ajili ya kutengeneza mazingira mazuri. Hata kama mtu alikuwa na ujenzi, basi afanye speed ya kukamilisha kwa haraka ili kupata wageni wa kutosha. Lakini pili ni kwa watu wanauza vyakula, kuanzia kwenye mahoteli, restaurant, kefu, hata migao ya kawaida. Ni watu ambao watakaweza kutumia fursa vizuri, kwa sababu hawa watu watahitaji waweze kula vizuri. Kwa hiyo kijiandaa itakuwa ni jambo zuri sana, itakuwa kwao ni fursa kubwa sana. Lakini mimi naamini kwa Njombe kwenye swala la chakula hilo sina wasiwasi nalo, kwa sababu Njombe tuna chakula cha kutosha. Na vyakula mbalimbali vipo vya asili, lakini hata vya kisasa ambavyo watu wanahitaji
Kwa hiyo naamini kwamba kwa wageni wetu wanaokuja wasiwe na wasiwasi kwenye swala la chakula, watashiba mpaka watazoshika wenyewe, na pia tunawakaribisha waamini kwamba wakija watakula na kushiba, bado watabeba na vitu vingine vya kurudi navyo. Kutokana na ugeni huu wa Mei Mosi, tumejipanga vizuri sana kuhakikisha kwamba wale wageni ambao tutawapokea wanakuwa katika hali, wanapokelewa katika hali nzuri bila kujutia kufika mkoani Njombe. Kwa kama sisi wadau wa upande wa hoteli na sisi kwa upande wetu tumejipanga sana kwamba hata watakapoondoka wakumbuke kwamba kuna Njombe. Njombe tulipokelewa vizuri, tuko panahitajika kwenda. Hata tukienda tunajua kabisa hoteli za Njombe wapo vizuri sana, wamejipanga vizuri sana kupokea wageni. Kwa kama sisi wadau wa hoteli tupo vizuri, tumejiandaa. Naamini kwamba chakula kinachopatikana Tanzania Njombe hakitashindikana kupatikana, lakini extra tena tutapata Njombe watapata vile vyakula asili, vile vyakula ambavyo vya kiasili kama Wakinga, Wabena, Wapangwa wana vyakula vyao vya asili, nao watapata kuvipata. Watapata huko, na wakifika huko nakutana na numbu, wanaweza kawa nashangaa numbu ni kitu gani, ila watakipata, watakula, wataona ni kitu gani. Kuhusu chakula na imani tupo vizuri, tumejiandaa pia. Tunampongeza sana mkuu wetu wa mkoa Anthony Mtaka, kwani amekuwa ni mtu ambaye anapambana sana kwa ajili ya sisi watu wa Njombe. Anapambana sana kwa kila kitu kiende sawa. Anajitahidi sana, yani kila kitu kifike Njombe. Anapambana sana. Tunamshukuru sana, tunampongeza sana, pia tunaunga mkono kwamba isiishie hapa. Yani ikiwezekana kila mwaka kukawa kuna mzunguko wa namna hii, tunafurahi. Pia hata ukiangalia miaka ya nyuma Njombe population ilikuwa sio sana, lakini kadri tunavyoenda watu wanawekeza pia. Tumeambiwa kuna chuo kinakuja kujengwa hicho cha UDOM ambacho tayari kishaanza kujengwa. Pia tunaamini kwamba hizo ni nguvu. Ofisi ya mkuu wa mkoa hawezi wakaleta uwekezaji mkoani Njombe bila kuamini kwamba kuna mtu anaweza kasimamia vitu hivi vikaenda vizuri. Kwa hiyo mkuu wetu wa mkoa anaamini anafanya kitu kimoja kizuri sana. Kuhusiana na Mei Mosi, tumeanza kujipanga kwa akili ni at least kidogo wateja wanaongezeka kidogo. Sisi tulichojipanga labda ni kuongeza tu vyakula, ubunifu na vitu mbalimbali ambavyo vitaweza kuwashawishi wateja wakaweza kutusupport. Kwa hiyo wenye migahawa, naomba tujitahidi sana kuweka akiba ya chakula ili kuhakikisha nyakati hizo usiwe na changamoto za vyakula. Lakini wenye huduma za vinywaji, ikiwa kwenye baa, vinywaji vya baridi, kwa maana vinywaji vya baridi vya moto, basi kuhakikishe vinakuwepo vya kutosha. Niwahamasishe pia wazalishaji wa maji ya kunywa. Ninaomba tuelewe kwamba tutakuwa na ugeni mkubwa, kwa hiyo huduma za maji na vinywaji vingine ziwepo za kutosha. Lakini sambamba na hilo, niwaombe wananchi, kama tulivyo na utamaduni wetu wa usafi. Kwa kweli usafi kwa maana ya Njombe sina mashaka na sina wasiwasi. Hapa nakumbusha kwamba tuwe wasafi kama ilivyozoeleka, na wageni wetu wanapokuja Njombe, tunapokuwa tumeshinda swala la usafi kitaifa mara kadhaa, waone au waje wapate picha ya uhali halisia.